na 847 sawa na asilimia 76.93 kwa taasisi ya PMC. Kwa taasisi za lugha, takwimu zinaonyesha kuwa taasisi zote zimefanya vizuri, ambapo taasisi ya HKL yenye watahiniwa wengi zaidi kuliko zote ina jumla ya watahiniwa 14466 sawa na asilimia 95.65 waliopata division 1 na 2. Kwa taasisi za biashara na uchumi, takwimu zinaonyesha kuwa taasisi zote zimefanya vizuri, ambapo watahiniwa waliopata division 1 na 2 ni 1837 sawa na asilimia 93.87 kwa taasisi ya EKA, 6788 sawa na asilimia 94.27 kwa EGM, na 8205 sawa na asilimia 96.35 kwa HGE. Kwa upande wa sayansi jamii, taasisi zote zimefanya vizuri, ambapo jumla ya watahiniwa waliopata division 1 na 2 kwa taasisi ya HGK ni 23153 sawa na asilimia 98.05, na taasisi ya HGL ni 17474 sawa na asilimia 96.03. Kuhusu ufaulu wa shule katika makundi ya umahiri, kati ya shule zote 1064 zenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026, jumla ya shule 757 sawa na asilimia 71.15 zimepata wastani wa daraja C, yaani alama kati ya 60 mpaka 69. Aidha, shule zilizopata wastani wa daraja A mpaka C ni 944 sawa na asilimia 88.73, na wastani wa daraja A mpaka D ni 1057 sawa na asilimia 99.35. Kama ilivyokuwa mwaka 2025 na mwaka 2024, hakuna shule yenye wastani wa daraja F kwa mwaka 2026. Kuhusu ufaulu kimasomo, takwimu zinaonyesha kuwa masomo yote yana watahiniwa waliofaulu kwa asilimia 93.37 hadi 100, isipokuwa somo la BAM, Basic Applied Mathematics, ambalo ufaulu wake ni asilimia 80.53. Ufaulu wa somo la Basic Applied Mathematics unaendelea kuimarika, kwani miaka mitatu iliyopita ufaulu wa somo hili ulikuwa asilimia 59, na mwaka 25 ulipanda kufikia asilimia 73, na mwaka huu asilimia 80.53. Sasa niongelee matokeo ya mtihani wa ualimu. Kwa mtihani wa ualimu ngazi ya stashahada ya ualimu wa sekondari, ambao ni mtihani wa marudio uliofanyika kwa kutumia mtaala wa zamani, jumla ya watahiniwa 1408 sawa na asilimia 92.45 wamefaulu. Aidha, matokeo ya mtihani wa ualimu uliofanyika kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala wa ualimu ulioboreshwa, takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya wanafunzi 9852 sawa na asilimia 96.29 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu msingi. Wanafunzi 1291 sawa na asilimia 95.91 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu ya awali, na wanafunzi 680 sawa na asilimia 93.02 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu maalum. Kuhusu ubora wa ufaulu kwa mtihani wa ualimu, katika stashahada zote tatu za mtaala ulioboreshwa, waliopata daraja la juu kabisa la ufaulu, yani distinction, lenye GPA ya 4.4 mpaka 5.0 ni watahiniwa 56 sawa na asilimia 0.54 kwa stashahada ya ualimu elimu msingi, watahiniwa 118 sawa na asilimia 8.77 kwa stashahada ya ualimu elimu ya awali, na watahiniwa 29 sawa na asilimia 3.97 kwa stashahada ya ualimu elimu maalum. Aidha, watahiniwa waliopata daraja la credit lenye GPA ya 3.5 mpaka 4.3 ni 2616 sawa na asilimia 25.31 kwa stashahada ya ualimu elimu msingi, 402 sawa na asilimia 29.87 kwa stashahada ya ualimu elimu ya awali, na 389 sawa na asilimia 53.21 kwa stashahada ya ualimu elimu maalum. Ndugu waandishi wa habari, baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 190 wakiwemo 184 wa kidato cha 6 na 6 wa mtihani wa ualimu ambao walipata matatizo mbalimbali yakiwemo ya kiafya. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya mtihani mwaka 2027 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu.
Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili IJ cha sheria ya Baraza la Mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji, wazazi na wadau wote kwa kazi kubwa waliofanya. Aidha, baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu mwaka 2026 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu uliofanyika Mei 2026 yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Asanteni sana. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Katibu Mtendaji Profesa Said Ali Mohamed kwa taarifa hiyo, na niwakaribisha waandishi wa habari kama kuna yote mwenye swali, taji jina lako kamili, chombo cha habari na kuuliza swali. Karibu sana. Basi kwa ukimya huu, karibu. Asante. Nina swali moja naomba kuuliza. Wakati anasoma ameelezea kwamba watuhumiwa takriban 58 wamekutwa na makosa ya udanganyifu na mitihani yao imefutwa. Labda ni hatua zipi zimechukuliwa, labda na pia ulikuwa udanganyifu? Hatua ya kwanza ni kufuta matokeo kwa mujibu wa vifungu vya sheria na kanuni ambavyo nimevitaja, lakini tunaendelea kutoa elimu. Serikali inawekeza, wazazi wanawekeza, wadau wanawekeza, na msingi wa maendeleo ni elimu. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Kwa baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notisi kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Kwa nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu, kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani. Asante.